Kwa majina ninaitwa Godriva John Shishwa, ni mkazi wa Chekenya. Mimi ni mama ambaye nimeishi kwa muda wa miaka 9 Chekenya. Lakini kulingana na jinsi nilivyokuwa naendelea kuishi, nimeona mazingira yanavyobadilika. Awali ya yote, siku za nyuma nilikuwa ninalima mashamba yangu. Kulingana na hali ya hewa ilivyokuwa nzuri, mvua zilikuwa zinanyesha kwa muda mwafaka. Lakini imefika mahali mvua zikabadilika. Zilipobadilika mvua, mazao niliyokuwa ninayapanda kulingana na hali ya hewa, nikawa ninavuna mazao madogo. Lakini kwa muda huu hali ya hewa inavyozidi kubadilika tena, ninapanda mazao, ninavuna yale mazao, nikiangalia yanakuwa ni machache. Hii yote ni kwa sababu ya hali ya hewa kubadilika. Lakini sasa wawezeshaji walivyofika wa TAWEA wamenielimisha. Kulingana na elimu ambayo wamenipa, mimi nimeamini na pia nimeshika elimu yao kuwa mimi kuanzia leo nitajifunza kilimo ambacho kimeelezewa kulingana na hali ya hewa. Moja, mazao nilikuwa ninapanda ya kawaida, nilikuwa sifati utaratibu. Lakini sasa hiyo yote ilikuwa inategemeana na maelezo ambayo tulikuwa hatujapata kulingana na vikundi hivi vya TAWEA. Lakini kwa kuwa shirika la TAWEA limeona kuwa ni vema wanakijiji wa Chekenya tupate elimu hii, ninaona hii hapa imenielimisha zaidi. Na kulingana na hili sasa, na mimi nimechukua hatua na kuelewa, mfano kupitia mahindi. Mahindi nilikuwa sijui kwamba yanachagua ardhi. Nilikuwa nachukua tu mahindi, ninapanda, lakini wakati wa kuvuna ninaona mavuno ni madogo. Kumbe yamkini ilikuwa ni kwa sababu ya kutokujua mazao ya kupanda kwenye ardhi. Majina yangu naitwa Josephina Donatus Ndabilole. Ni mwananchi wa kijiji cha Chekenya, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Kwa mafunzo ambayo tumeyapata kutoka kwa wataalamu wetu wa hali ya hewa wa Tanzania, kwa kweli tumenufaika sana. Kama mkulima ambaye naishi kwa kutegemea kilimo, nimekuwa nikipata athari nyingi sana, ambapo nilikuwa najiuliza maswali mengi kwamba athari hizi zinatokana na nini, sikupata majibu yake. Lakini baada ya kuwa wataalamu wamefika na kutoa elimu kwenye mazingira ya kijiji chetu cha Chekenya, kwa kweli nimefurahi sana, kwa sababu imekuwa ni mojawapo ya kuondoa maswali ambapo nilikuwa najiuliza ni nani atakayeweza kunisaidia katika hili, lakini pia niondokane na hasara ambazo huwa ninazipata za kilimo. Lakini baada ya kuwa nimepata elimu, nikapata majibu hapo hapo kwamba tabia na hali ya hewa ya nchi huwa inabadilika. Tulikuwa tunategemea mvua kipindi cha nyuma, tulikuwa tunapata mvua kuanzia mwezi wa 9, lakini pia mwezi wa 10, lakini kwa sasa hivi mvua tunakuja kuzipata mwezi wa 11, ambapo kwa kutegemea mwezi wa 9 nilikuwa naanza kuandaa mbegu na panda, lakini mwezi wa 10 mvua inakata, hainyeshi, hata ikinyesha inanyesha rasharasha. Kumbe zile mbegu ambazo nimeziweka ardhini zilikuwa zinakauka, na ingia hasara ya kutafuta mbegu nyingine ambayo ilikuwa inakutana sasa na zile mvua nyingi za mwezi wa 11. Kwa hiyo kulingana na maelekezo nitakayokuwa ninayapata, itanifanya mimi kuangalia mbegu ninayoenda kuiandaa ni mbegu inayohimili mvua au inayohimili ukame, kulingana na maelekezo ambayo tayari nimeyapata kwa wataalamu. Kumbe hizi hasara ili kuziepuka, ni vizuri tuendelee kufuata ushauri wa wataalamu wa hali ya hewa wanayoendelea kutuelekeza. Kwa majina naitwa Agustino Abeli Kelegwa, ni mkazi wa kijiji cha Chekenya. Kiukweli juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sisi huku kanda yetu hii imepata hasara kubwa kwa upande wa kilimo. Mfano msimu uliopita tumepata shida kubwa sana. Msimu uliopita watu wamepanda mahindi mara 3
Mara ya kwanza mahindi yamekauka, mara ya pili mahindi yamekauka, raundi ya 3 ndipo mahindi yamefanyaje, yameota na yakastawi, japo kwa shida kulingana na hali ya hewa iliyokuwepo. Changamoto hiyo pia ilifika mpaka kwenye maharage, ambapo maharage yalipandwa mwezi wa 11, lakini pia yalipata shida mwezi wa 12, yaliungua sana na jua. Hivyo watu walipata hasara kubwa. Walikuwa wamepanda kilimo kikubwa cha mbolea, ila walipata hasara kubwa. Mpaka hivi sasa watu wanalia na hasara. Mpaka hivi sasa kulingana na maelekezo tuliyoyapata na elimu tuliyoipokea hapa, nina imani kwamba tukiitumia vema tutapata faida kubwa. Kwa sababu tulikuwa hatujui namna ya kupanda, kwamba tupande kwa wakati gani. Tumekuwa tukipanda tu roko, yani kawaida, yani kama tulivyozoea. Wazee wa zamani walikuwa wanatuelekeza kwamba mvua ya kwanza tu ikinyesha ni kupanda. Lakini mpaka sasa hivi tumepata elimu kwamba tusikalili maisha yameshabadilika, tupande kwa kulingana na maelekezo ya wataalamu, tupande kilimo cha kisasa. Kwa majina naitwa Ayubu Mashano Kayanda, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mgombe. Wananchi wangu wamepokea kwa mikono miwili, kwa sababu hili tatizo kwetu lipo. Baada ya kuonekana kweli tumeathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo sasa sisi kama wananchi tumewashukuru sana shirika, na tutaendelea kuwashika mkono kama viongozi, pamoja na kuhamasisha wananchi, ili kila mtu elimu tuliyoipata tuweze kuifanyia kazi, hasa kujiandaa mapema kwenye swala la kilimo. Tulime mapema na tujaribu kuongea na wataalamu, maafisa ugani, ili waje kutushauri kupitia mazao yetu ambayo tunayoyalima. Lakini pia tupate elimu zaidi kwa utabiri wa hali ya hewa kwa kusikiliza redio, kupokea simu, vipeperushi, ili kuongeza wakinifu kwa ajili ya swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa jina naitwa Fanuel Philibert, ni mkazi wa kijiji cha Mgombe. Elimu tuliyoipata mwanzo kwa tunaenda tulima tukiholela, hatuna elimu yote ile. Lakini kulingana na elimu tuliyoipata kwa siku ya leo, itatusaidia kwa ajili ya msimu ujao, msimu tunao wa kilimo 2026-2027. Tukifuata elimu tuliyoipewa, tutapata mazao mengi ya kutosha, lakini pia tutafaidika kupitia elimu hii. Mimi naitwa Justus Mbawala, ambaye ninatoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na ni mtaalamu kwenye masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, na tumekuja kutoa elimu kwa wananchi katika vijiji 5. Tulianza tangu Jumatatu kwa kuwatembelea wananchi wa kijiji cha Chekenya. Jumanne tukaenda Kabulanzili, na Jumatano tukaelekea kijiji cha Kasasa, na Alhamis tukaenda kijiji cha Kalimungoma, na Ijumaa tukamaliza kwa wananchi wa kijiji cha Mgombe. Katika mikutano yetu ya hadhara ambayo tumeifanya kwa wiki nzima, tulijikita kutoa elimu juu ya mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa kutumia taarifa za hali ya hewa katika kupanga shughuli za kilimo, kulinda rasilimali za wananchi kutokana na kile ambacho kimeonekana kinaendelea kujitokeza kwa kasi kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Na kote tulikopita wananchi walijitokeza kwa wingi, lakini pia mwamko ulikuwa ni mkubwa. Elimu tuliyokuwa tukiitoa, wananchi wengi walishukuru, kwani wapo wengi ambao walikuwa wanafanya kilimo kwa mazoea. Hata mvua pia walikuwa wakitumia zile njia za asili za kujua labda dalili za miti inavyotoa maua, wanajua sasa kuna dalili ya mvua kufika. Kusikiliza, kutumia zile njia nyingine za ndege wanaoimba, hii pia nayo ni njia mojawapo ambao watu wa vijijini huitumia sana kujua kwamba sasa ni kipindi cha mvua kinakaribia. Lakini baada ya kuwapa elimu hii ambayo wamekiri, hata tulivyokuwa tukiwahoji kwamba je, hali ya mvua katika maeneo yenu ukilinganisha miaka 30 na sasa inafanana?
inaenda sawa? Kote katika vijiji vitano walikiri kwamba kuna mabadiliko makubwa sana, hasa wakati wa kuanza kwa mvua, lakini pia kuisha. Kwani kuna nyakati wamekiri wakisema mvua inaweza ikanyesha na kuna wakati mwingine kunatokea na ukame, na mazao mengi yamekuwa yakipelekea aidha kunyauka na kufa, na hii yote ilitokana pia kutokuwa na taarifa sahihi za masuala ya utabiri wetu wa hali ya hewa, na taarifa ambazo tumekuwa zikizitoa kila siku, na hasa zile za msimu zinazohusu masuala ya mvua, ambayo inasaidia kwa wananchi kupanga kilimo, wapande lini, wavune lini, na aina pia ya mbolea watakayotumia, lakini pia kwenye uchaguzi wao wa mbegu. Sasa haya yote wananchi walikuwa hawayaelewi. Sasa hivi baada ya kuwaelimisha, kwanza watakuwa wanazitumia taarifa zetu kwa usahihi. Taarifa zetu zinapokuwa zinatoka za utabiri wa hasa wa msimu, huwa tunazisambaza kutokea ngazi ya wilaya, lakini pia maafisa ugani huwa wanazipata, na hawa tumehimiza wawe karibu na wananchi ili kuwaelimisha, kuwapa tafsiri iliyo sahihi ya maana ya huo utabiri ambao umekuwa ukitolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tunapenda kutoa wito kwa wananchi pia kutega sikio, kufuatilia taarifa hizo kwa dalili ambazo pia sasa zinakuja. Kuna dalili ya mvua kubwa inawezekana ikatokea, ile ambayo tunasema ni El Nino. Kwa hiyo kwa dalili ambazo zimeweza kuonekana kwa sasa, yawezekana kukawa na El Nino katika kipindi hiki cha mwaka unaofuata. Sasa hii ni taarifa ambayo ni muhimu kwa wananchi kuweza kuipata, lakini mabadiliko yoyote yatakayojitokeza, basi wananchi watafahamishwa. Lakini hizi zitakuwa ni dalili tu za awali, lakini utabiri kamili utakapokuwa unatoka kwa mwezi ujao wa mwezi wa 9, basi utaeleza kila kitu kuhusiana na masuala ya mvua, kama ni nyingi, kama ni ya wastani au ziko kidogo. Kwa hiyo tunapenda sana pia kuwashukuru TAWEA kwa kuweza kuja na mradi huu kuwawezesha wananchi kuzipata taarifa za hali ya hewa kwa karibu, lakini pia kutambua pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa hivi yamekuwa yakitukumba.